hata wewe sehemu ya pili. Wanasema chumvi haina thamani kwa mnywa chai, kama ilivyo sukari haina thamani kwa mnywa supu. Wewe pia ni wa thamani. Sema tu ni sehemu uliopo, hakuna mtu ambaye anataka uhitaji wako. Ijue thamani yako. Jackson, mimi nilishindwa kuitambua thamani yangu mapema. Nilijifanya nahitajika kwa watu ambao hawakuwa na uhitaji na mimi, bali walikuwa na uhitaji na mali zangu pamoja na kile ambacho nimekimiliki. Na haya ndiyo ambayo yamenikuta, ndio ambayo naendelea kukusimulia. Na msikilizaji, karibu katika muendelezo wa simulizi hii. Simulizi inayokwenda kwa jina la Hata Wewe sehemu ya pili. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo Jackson amehukumiwa kufungwa jela kwa kifungo cha miaka 20 ni kutokana na makosa ambayo alikutwa nayo ya kumiliki genge la wahalifu, lakini kukutwa na bangi katika shamba lake, lakini kingine kuwasafirisha mabinti na kwenda kuwauza katika nchi za Kiarabu, jambo ambalo Jackson anasema halikuwa sawa, lakini bado ana mengi ya kutueleza Jackson. Twende naye sambamba. Jackson anasema baada ya binti yangu kukubaliwa kukaa nyumbani pale, akaanza kazi rasmi kufanya kazi za ndani kwenye nyumba ambayo mimi baba yake Jackson mimi nilikuwa nimejenga kwa jasho langu. Hali hii ilizidi kuniuma zaidi, iliniuma sana. Basi siku moja mke wangu alipokuja kunitembelea, nikamuuliza kwa nini mke wangu alikataa msaada kutoka kwa rafiki yangu John. Mke wangu akaniambia, mume wangu, unajua katika matatizo majaribu ni mengi ambayo yanajitokeza mbele yetu. John si rafiki kama unavyodhani. John ni mmoja wa marafiki zako wanafiki ambao wamefurahia anguko lako kwa kiwango kikubwa sana. Nilishangaa kusikia maneno yale kutoka kwa mke wangu. Nikamuuliza mke wangu, kwa nini mke wangu unasema hivyo? Mke wangu akaniambia, nasema hivi ni kwa sababu mtu wa kwanza wa mimi kwenda kumuomba msaada baada ya tatizo hili kukukuta ni yeye rafiki yako John. Lakini majibu niliyokutana nayo kutoka kwake ndio amenikatisha tamaa. Aliniambia kwamba duniani hakuna msaada au kitu cha bure. Aliniambia kwamba wewe ulikuwa ukijidai sana na mali zako, ulikuwa ukiwadharau, ulijiona wewe ndio wewe, yani ulijifanya wewe ni mtu wa watu. Na kingine kilichoniuma zaidi, John aliniambia kwamba kama anahitaji msaada kwake nikubali kuwa katika mahusiano na yeye, ni kwa sababu huwa ananipenda sana na ananipenda tangu siku ya kwanza aliponiona. Na alisema kwamba eti Mungu amesikia kilio chake cha muda mrefu kwa kujibu maombi yake kwa yale yote aliyokukuta, na alisema na huu ndio muda mwafaka wa mimi kuwa na yeye, na kama nikikubali atanipa zaidi ya msaada ninaohitaji. Kisha mke wangu akaniuliza swali, je, huo ndio msaada ambao nyinyi marafiki huwa mnasaidiana? Ulitaka nifanye nini mume wangu kama sikukataa msaada wake? Ni bora 200 ya halali kuliko 2000 ya manyanyaso. Nimeapa kutoka ndani ya moyo wangu nitakuwa na wewe bega kwa bega hadi mwisho wa maisha yangu. Najua kile kitu kimekuja kwa sababu na Mungu ana mpango madhubuti na wewe mume wangu. Amekuonyesha uhalisia halisi wa ndugu, jamaa pamoja na marafiki ambao siku zote uliamini kwamba ni ndugu wa karibu kwa upande wako, lakini ndio wamekuwa mstari wa mbele kukukandamiza. Hata sijui mume wangu ni ipi hatima ya maisha yetu. Ndugu, marafiki wote wametutenga kwa sababu ya umaskini wetu. Nikamwambia mke wangu, pole sana kwa yote yaliyokukuta na yaliyotukuta. Kumbe hata John ni mshenzi kiasi kile. Hakika nimetengwa na jamii. Lakini mke wangu, bado tumaini lipo. Na alipo kwa rafiki yangu Eriki, yule hajawahi kuniangusha hata siku moja. Ni kwa sababu mimi nimemtoa mbali sana yule kijana. Mimi ndiye nilimpokea kutoka huko kijijini kwao. Alikuwa hana hata kitu katika maisha yake. Mimi ndiye nilimpatia mtaji na kumshika mkono hadi sasa alipofikia. Na sijawahi omba fadhila yoyote kutoka kwake. Na huu ndio utakuwa msaada kwa mara ya kwanza kumuomba anisaidie. Lazima atakubali tu mke wangu. Mke wangu kiunyonge akaitika, sawa mume wangu. Mungu akutie nguvu. Ipo siku kila kitu kitawekwa wazi. Naamini Mungu wetu ashindwe na jambo lolote lile. Nikaitika amina mke wangu. Maombi yako na ajibiwa kwa wakati. Basi maisha mengine yaliendelea katika familia yangu, japo kwa sasa waliishi maisha ya masimango, maisha manyanyaso. Mke wangu alihangaika huku na kule kutafuta chochote kitu. Kuna wakati akawa anauza karanga kwa kubeba kichwani na kuzungusha mtaani.
mke wangu urembo wake na uzuri wake wote ulipotea kutokana na ugumu wa maisha, lakini hakuchoka kuniombea na kunihangaikia ili nitoke gerezani. Ama kweli katika dunia hii maskini hathaminiki hata kidogo. Wale watu wote ambao walikuwa na mimi kipindi cha nyuma, kipindi nina maisha mazuri, wote walitawanyika katika kipindi hiki kigumu nilichokuwa nakipitia. Lakini kipindi chote hicho mawazo yangu na fikra zangu zote zilikuwa ni juu ya familia yangu, yani mke wangu pamoja na watoto wangu wawili. Niliona kabisa kwa mikono yangu nimewaingiza katika janga kubwa lisilokuwa na hata lepe la matumaini ya mafanikio. Tumaini langu la mwisho lililobaki lilikuwa ni kwa rafiki yangu Eriki. Niliamini kwamba yeye ndiye anaweza kunisaidia kwa sababu hata mimi nilimsaidia hapo nyuma alipokuwa na matatizo. Wakati yote haya yakiendelea, ukumbuke kuwa binti yangu Sharoni alikuwa akifanya kazi za ndani katika nyumba yangu niliyodhulumiwa na ndugu zangu. Lakini maisha ambayo alikuwa akiyapitia pale nyumbani yalikuwa ni maisha magumu sana. Binti yangu alijaribu kuvumilia kwa kila hali ili apate pesa kukidhi mahitaji. Ndugu zangu walimtesa binti yangu pasipo kujali ile pia ilikuwa ni damu yao. Walimnyanyasa kwa vipigo, matusi mazito ambayo binti yangu aliyavumilia tu. Nakumbuka kuna siku binti yangu alikuja kunitembelea gerezani. Binti yangu alikuwa amepoteza nuru yote machoni pa watu. Alionekana ni mtu ambaye anapitia mambo magumu sana, kiasi cha kwamba kikamfanya akate tamaa. Binti yangu Sharon baada ya kuanza mazungumzo alianza kwa kuniuliza swali. Hivi baba, nini maana ya kuwa na ndugu katika ulimwengu huu? Ni nini maana ya kujitoa kusaidia watu alafu baadaye wanakuwa na takataka usiyefaa kuwa katikati yao na mahali pako ni dampo pekee? Aliongea huko akilia kwa uchungu mwingi sana kutokana na magumu mengi anayopitia. Nilimshika mkono binti yangu huko na mimi machozi yakinitoka. Nikamkumbatia binti yangu huko nikimpiga mgongoni kwa kumfariji. Nikamwambia, pole sana binti yangu. Pole sana kwa matatizo yote yanayoendelea kuwapata wewe pamoja na mama yako na mdogo wako. Baba yako nimepoteza kila kitu katika maisha haya. Hata tumaini moja lililobaki nalo linapotea. Najiona bure kabisa kuona familia yangu inahangaika na mimi sina msaada wa kuisaidia. Mimi ni baba mbaya sana katika dunia hii, nisiyestahili kusamehewa hata kidogo. Nimepoteza hata tumaini la kuishi kwa sababu ni bure kabisa. Ni nani atakayekuwa msaada kwangu? Ni nani atakayesimama mbele ya hakimu kutoa ushahidi kwamba sihusiki na chochote? Ni nani atasimama na mimi ikiwa kila mtu hayupo upande wangu? Nimepoteza kila kitu katika maisha yangu. Binti yangu akaniangalia kisha akaniambia, No baba, usiseme hivyo. Hujapoteza kila kitu katika maisha yako. Bado unaye sisi ambaye ni familia yako. Haijalishi ni mangapi tunapitia, lakini sisi bado tuna imani na wewe baba. Na hutakiwi kukata tamaa ya maisha. Tumaini pekee lililobaki ni Mungu pekee na wala si binadamu, kwa sababu binadamu hubadilika muda wowote. Tutapambana baba, ipo siku Mungu atasikia kilio chetu na atatujibu kwa wakati. Ugumu wa maisha au changamoto za maisha zisitufanye tukamkosea Mungu wetu. Nitapambana baba yangu kuhakikisha nitakutoa hii sehemu. Nilimwangalia binti yangu Sharoni kwa macho yenye maswali mengi. Ataweza vipi kunisaidia binti mdogo kama huyu? Nikajisemea kimoyomoyo kwamba binti yangu anajaribu tu kunipa matumaini ya kuishi. Nikamjibu, sawa binti yangu, nimekuelewa. Lakini hakikisha katika mapambano yako usitumie njia haramu hata siku moja, itakugharimu baadaye. Binti yangu akaniambia, sawa. Baada ya maongezi ya muda mrefu, mimi pamoja na binti yangu, muda wa kuona wafungwa uliisha. Binti yangu akaondoka. Maisha mengine yakaendelea, mimi nikiwa tayari nimeshajigatia tamaa maisha. Lakini nakumbuka siku moja Mungu alifungua mlango wa majibu kwa upande wangu. Nikiwa mule gerezani, msamaha wa rais ulitoka, na katika msamaha huo na jina langu lilikuwepo. Nilifurahi sana, nilirukaruka kwa furaha isiyo kifani. Nilipiga goti kumshukuru Mungu kwa yote alionitendea. Mke wangu pamoja na wanangu hawakuamini kile walichokiona. Hawakuamini kile walichokiona na kukishuhudia. Eti mimi nimeachiwa huru, ni raia mwema, narudi tena mtaani. Lakini baada ya kufika mtaani, ni kweli mambo yalikuwa magumu kama nilivyokuwa naambiwa. Nilikuta maisha yamebadilika sana. Maisha yalikuwa ni magumu mno. Nakumbuka gerezani nilikaa kwa miaka 7. Lakini hali niliyoikuta pale nyumbani ni kama nilikuwa katika ulimwengu mwingine kabisa. Nilijaribu kuanza kufuatilia mali zangu, ikiwa ni pamoja na nyumba ambayo nilikuwa nikiishi. Ndugu zangu walinifukuza kama mbwa. Yaani hawakuiona thamani yangu kwa wakati huo. Hata kaka yangu Andunje ambaye nilitegemea ndio ndugu yangu wa karibu zaidi, naye alichangia kunikandamiza. Nikamwambia kaka yangu Andunje, kaka, kwa nini umeamua kunifanyia hivi?
Kwa nini mmenitenda hivi mimi pamoja na familia yangu? Kwa nini mmejimilikisha mali zangu ingali nikiwa hai? Kwa nini? Ina maana huu ndio upendo ambao wazazi wetu walituasa tupendane. Mbona mimi niliwapenda ndugu zangu pasipo kuwabagua? Mali nilizozitafuta kwa jasho langu mmeninyang'anya pasipo kunionea huruma. Hamkujali ni mangapi nitayapitia mimi ndugu yenu baada ya kunifanyia yote haya. Kakangu Andunja akaniambia, "Bwana mdogo, ujue ulivyoniita hapa nilijua una kitu cha maana unataka kuzungumza na mimi. Kumbe umeniitia ujinga tu hapa. Ujue kama nina mambo mengi ambayo natakiwa nikasimamie. Nina biashara zangu zinanisubiri. Sitaki kupoteza hata dakika moja na mtu kama wewe. Halafu usiniambie eti tumekupokonya mali zako. Hizi ni mali za familia. Ni kwa sababu wazazi wetu walikupendelea katika kukugawia mali. Na wewe ndio ulipewa mali nyingi zaidi. Wewe ukauza chache, zingine ukabaki nazo. Ni kwa sababu ulikuwa nazo nyingi. Hivyo huna haja ya kutulaumu sisi kwa sababu tumerudisha mali za wazazi wetu." Nikasema, "Aha. Sawa. Sasa naanza kuelewa. Inaonekana mpango huu mmeanza nao muda mrefu sana na lengo lenu limefanikiwa. Sasa kwa nini kama tayari mmeshachukua kila kitu katika maisha yangu, kwa nini bado mnaendelea kuniandama kwa kunisakazia kesi za ajabu? Basi kama mmechukua kila kitu changu na nyinyi kwa sasa ndio mna nguvu, kwa sasa mna pesa na kila kitu, sasa kwa nini mnaniandama mtu kama mimi ambaye kwa sasa sina kitu ninachokimiliki zaidi ya roho yangu tu? Naombeni mniache huru na maisha yangu. Mniache nihudumie familia yangu. Kila kitu mlichokifanya kwangu nimekubali. Nimeachia kwa roho moja kabisa. Hii nafasi ambayo Mungu amenipa kunitoa gerezani, naomba pia na yenyewe mniachie. Mniache niishi kiamani kabisa." Kaka Andunja akaniangalia kisha kwa dharau akaanza kucheka. Eti niacheni na maisha yangu. Ili weje? Uje utusumbue hapo baadaye kutaka kurudisha mali zako? Unafikiri sisi ni watoto? Hebu nitolee siasa zako hapa. Hakuna mtu anakubali kitu chake kiende bure bure. Kwa taarifa yako, huu mchezo bado unaendelea." Kisha akaondoka. Nikawa najiuliza, ni mchezo gani ambao wanasema bado unaendelea? Ni kipi haswa natakiwa kukifanya ili ndugu zangu hawa niache niendelee na maisha yangu? Kingine nikawaza, kama wanasema mchezo bado unaendelea na binti yangu anaishi naye pale nyumbani, wasije kumfanyia kitu kibaya. Lakini madam nimerudi, wacha niende nikamfuate ili niweke pamoja familia yangu. Japo nimedhulumia mali zangu na ndugu zangu, lakini hawajanikata mikono. Pia mimi ni mwanaume. Kama hizi mali hazikuwa halali yangu, basi naamini Mungu atanipa mali iliyo halali yangu. Tena huenda nikapata mara 2 zaidi ya hizi nilizopoteza. Kikubwa uzima tu. Nilikuwa nawaza huko nikipiga hatua kuelekea kule katika nyumba yangu ya zamani ambayo ndugu zangu walikuwa wameninyang'anya. Na ndio huko ambako binti yangu anafanyia kazi. Lakini wakati navuka barabara, sikuwa makini, ni kwa sababu nilizama katika dimbwi la mawazo. Nilishtuka tu nikiwa mbele ya gari ambalo lilipiga honi mara nyingi ili niweze kulipisha, lakini kwa kuwa nilizama katika dimbwi la mawazo, sikusikia kelele zile za honi. Gari lilikuwa tayari limefika miguuni pangu, lakini kwa bahati nzuri dereva yule wa gari aliwahi kufunga breki. Hivyo ilikuwa chupu nigongwe na gari kwa kuzidisha mawazo katika kichwa changu. Wakati inaendelea kushangaa ni kipi ambacho kilikuwa kinaendelea na katikati ya barabara nimefika vipi, yule dereva wa lile gari alishuka huko akiwa amefura kwa hasira na kuanza kunisogelea pale ambapo nilikuwa nimesimama. Alipofika tu kutaka maelezo yote kutoka kwangu, zaidi alinichapa vibao 2 vya nguvu huku vikisindikizwa na maneno makali sana. "Mpuzi wewe, unataka ufie katika gari yangu, si ndio? Au uko wako umekutuma uje ujitoe sadaka katika gari yangu? Mwanaume mzima upo tu kama mwanamke. Unaacha kutafuta pesa kwa njia halali, unatafuta pesa kwa lazima ili nikugonge na gari nikuumize ulipwe, si ndio?" Nilimwangalia yule mtu ambaye amenipiga kofi kisha nikamwambia, "Samahani kaka. Samahani kwa kupita mbele ya gari yako. Haina haja ya wewe kuendelea kunitukana kwa sababu kila kitu umemaliza kunitukana. Ndio, mimi ni mwanaume, tena mwanaume shupavu tofauti na unavyofikiria. Mimi ni mpambanaji, tena zaidi ya sana. Lakini binadamu ndio amenifikisha hapa. Nilikuwa na magari, majumba ya kifahari. Haya ndio malipo ya juhudi zangu. Asante kwa kufunga breki mapema. Gari yako haijaweza kunigonga. Pia asante kwa maneno yako mazuri, mwanaume mpambanaji." Kisha nikaanza kuondoka. Baadhi ya watu ambao walikuwa pembeni wakishuhudia yale yote yaliyokuwa yakiendelea walianza kukunung'una. Wengine wakinionea huruma kwa yale ninayopitia kwa sasa. Wengine wakinishtumu kwa kunipa hukumu ambazo si stahili yangu. Wengine walinung'una kwamba, jamani,
Pesa za masharti ya waganga sio pesa kabisa, zile ni pesa za majini. Huyu Jackson ndio kuishi maisha kama haya kweli? Tajiri mkubwa aliyekuwa anatikisa Iringa yote hii, si kwa magari, majumba mazuri, maduka makubwa, wafanyakazi wa kutosha, eti leo hii anatembea barabarani kwa miguu, tena akiwa amechakaa na anataka kugongwa na magari ambayo alikuwa anamiliki hapo nyuma. Bora 200 ya halali kuliko milioni 2 ya mateso. Ona sasa anavyodhalilika jamani. Hata ndugu zake wanaogopa kumsaidia, ni kwa sababu aliwatoa kafara wazazi wake. Wengine ambao walijua historia yangu vizuri, wao walinung'ona kwa upande wao, huku akisema, jamani, binadamu wabaya nyie. Yani kaka watu alikuwa mstaarabu, amepambana, amepata pesa na mali nyingi. Ndugu wenye tamaa akapambana mpaka wakamfelisi, na kama haitoshi wakambambikiza kesi kibao ili aoze gerezani. Lakini Mungu si athumani, kwa uwezo wake akatoka kwa msamaha wa rais. Ama kweli dunia ada, ulimwengu shujaa. Jackson huyu mtoto wa mzee Mlawa ndio kuishi maisha haya maskini. Sijui anafikiria mambo gani mengine atakayofuata mbele yake. Angalia sasa, amezidisha msongo wa mawazo kiasi cha kufikia kutaka kugongwa na gari. Ama kweli ni bora kumfadhili mbuzi utakunywa mchuzi, lakini binadamu ana mauzi. Alijitoa sana enzi za utajiri wake kuwasaidia ndugu zake na marafiki zake. Wengine mpaka alifikia hatua ya kuwasomesha, wengine aliwapa mitaji ya biashara. Hadi sasa wamekuwa wafanya biashara wakubwa hapa mkoani Iringa, lakini hawataki hata kumuona. Wanamuona kama takataka jamani. Acha tu dunia itwe dunia jamani. Wakati watu wale wakiendelea kuongea, mimi nilisikia yote, huku nikiendelea kupiga hatua kuendelea na safari yangu, huku mikono nikiwa nimeweka nyuma. Yule dereva ambaye alitaka kunigonga na gari yake ni kama alivutiwa na zile story ambazo watu walikuwa wakiongea kuhusu mimi. Nikamuona akipaki gari pembeni na kumsogelea mtu mmoja pale katikati ya umati wa watu, yule ambaye alikuwa ni kama anajua maisha yangu kiundani zaidi. Sikujali lolote mimi nikaendelea na safari yangu. Sikutaka kujua ni nini ambacho kitaendelea huko nyuma, kwa sababu binadamu tayari walishanikatisha tamaa na wameniumiza vya kutosha. Sikutaka niwe karibu na mtu yeyote mgeni katika maisha yangu haya mapya ya kimaskini, zaidi ya familia yangu, yani mimi, mke wangu pamoja na watoto wangu wawili. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya pili wa simulizi yetu pendwa inayokwenda kwa jina la Hata Wewe. Jackson anaendelea kutisimulia. Baada ya hapo, ni kipi ambacho kilifuata katika maisha yake? Je, utajiri wake ulirudi au ndo alifilisiwa mazima? Usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Hata Wewe.